Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji unayenitazama katika njia mbalimbali, mitandao ya kijamii na television, karibu sana. Wakati mwingine nikukaribisha katika darasa letu la maarifa na ufahamu. Na niliyoko mbele yako ni mwalimu Elia Albert Ngalaza. Ni mtumishi wa Mungu na mwalimu. Namshukuru Mungu amenipa neema wakati mwingine tena kukuletea ujumbe, na siku ya leo mada yetu na ujumbe tutakao kuwa nao unaitwa kumjua Mungu na aina zake. Katika mada hii yako mambo ambayo Mungu amenifunulia na amenifundisha, na nami niko hapa kushare nawe ili wote tukaipate faida hii, maana maandiko yanasema sisi tumepewa huduma kwa ajili ya kufaidiana. Kwa hiyo kile ninachokijua na kile ambacho Mungu amenipa niko hapa ili kikakufaidie katika hatua zako za kutembea na Mungu, kikakufaidie katika utumishi wako na Mungu. Karibu sana. Unaweza ukachukua Biblia, daftari yako na kalamu, tuweze kujifunza. Mada yetu nimekwambia ni kumjua Mungu na aina zake. Kwa nini kumjua Mungu na aina zake? Wakati nikimwomba Mungu kama mwalimu ili anipe ujumbe wa kusema na watu wake, alinipa ujumbe huu. Na mwingine anaweza kujiuliza, mwalimu Elia unasemaje kuna aina za Mungu? Please fuatana nami, usichoke ili tuweze kujua. Katika somo hili la kumjua Mungu na aina zake, kuna mambo mawili hapa. Kuna swala la kumjua Mungu na kuna swala la aina za Mungu. Na katika aina za Mungu, aidha ili kumjua Mungu ni rahisi kwako kulielewa, lakini katika aina za Mungu, mwingine anaweza akawa na swali. Unasemaje? Maana aina, maana yake ninaviweka vitu katika makundi. Lakini lengo langu ni nini katika somo hili? Kwamba je, ni kumwolozesha Mungu au kuweka idadi ya miungu? Hapana. Lakini lengo la somo hili, aina za Mungu, ni kukuletea hatua au viwango vya kutembea na Mungu, ambaye ukishamjua utembee naye katika viwango fulani ambavyo vitakusaidia kumuenjoy, kumfurahia huyu Mungu. Na kila ambacho kile Mungu anakusudia ukipate kama mwana wa Mungu utakipata. Na nikianza kumjua Mungu, ni hitaji kubwa sana ambalo Mungu anatutaka sisi wote kama watoto wake tuweze kumjua. Tunapokuwa naongea na watu ambao wengine wameokoka na wengine hawajaokoka, lakini hiwe umemwamini Yesu au hujamwamini Yesu, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Kumjua Mungu. Mimi ni mwalimu ambaye napenda sana masomo ya ufahamu na maarifa. Kwa hiyo kumjua Mungu, nilipokuwa nasoma Biblia katika Matendo ya Mitume ile sura ya 17 na hasa kuanzia mstari wa 23, Matendo ya Mitume 17 mstari wa 23, kuna neno ambalo nilisoma na hili ndio liliamsha ndani yangu kwamba kuna haja ya kujifunza. Nami kama mwalimu nikamwomba Mungu kwamba Mungu nipe ujumbe katika jambo hili. Kumbe kuna watu saa nyingine wanaabudu pasipo kukujua. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 23 na 24, maandiko yanasema, nitaanzia wa 22. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. 23, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya. Maneno gani Paulo aliyoyaona? Nisikilize. Tena Biblia imeandika kwa herufi kubwa. Anasema, Paulo anasema nikaiona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi na wahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Kwa niliposoma Biblia katika andiko hili, Paulo anasema alipokuwa kule kwa watu wa Athene, alipokuwa huko akitembea anawasifu. Moja ya kitu anachowasifu anasema aliwaona wanabidii katika mambo ya dini. Kuna watu wanabidii sana. Najua kuna hata wewe huko hapo unabidii, mimi binafsi na bidii. Tunajitahidi sana, tunajibidisha. Lakini bidii yetu ina vitu ambavyo inavihitaji, na kama hatutavipata hivyo vitu, maana yake bidii yetu itakuwa bure. Nakumbuka andiko hili katika Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Paulo alishawahi kuambia Warumi tena, the same Paulo aliwahi kuambia Warumi, akawaambia mnabidii katika Mungu lakini si katika maarifa. Ni kama wale Warumi ambao pia walikuwa na bidii lakini bidii yao si katika maarifa.
Kwa hiyo niko hapa katika kipindi hiki na darasa hili la ufahamu ili nikupe maarifa haya, na hasa maarifa ya neno la Mungu. Sitatumia kitu kingine, lakini ni neno la Mungu ambalo mimi na wewe tunajifunza ili tupate kumjua Mungu. Kwa hiyo Paulo anasema akakuta watu katika madhabahu zao. Hapa kumbuka, madhabahuni aliingia ni kwenye masinagogi yao, kwenye makanisa yao, ndani ya mahekalu yao. Kule kwenye madhabahu kumeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Lakini hawa watu wanatoa sadaka. Hawa watu wanaimba pambio za sifa. Hawa watu wanaimba kwaya. Hawa watu wako pale wanacheza na kumsifu Mungu, wanafanya kila matendo ya ibada, lakini eti wanamwabudu Mungu asiyemjua. Na wamelizika. Siku zote tu wanaenda, Jumapili ikifika wanaenda, Jumamosi ikifika wanaenda, lakini Mungu anayemwabudu hawamjui. Paulo ndipo anasema kwamba kwa sababu hiyo basi niko hapa ni wahubiri habari za yule ambaye mmekuwa mkimwabudu nyinyi pasipo kumjua. Hapa ndipo somo langu na ujumbe huu ulipoanzia, kwamba kumbe inawezekana nikawa naabudu siku zote, na inawezekana nikawa kwenye madhabahu siku zote, lakini nisimjue Mungu. Na kama simjui Mungu, kuna hasara. Nitakuonyesha kwa baadaye, maana kuna faida katika kumjua. Ndipo Mungu akanipa ujumbe huu wa kumjua Mungu na aina zake. Kwa hiyo watu hawa wa Matendo ya Mitume walikuwa wanaabudu lakini hawamjui. Ni hatari sana mpendwa, na usiabudu usichokijua. Na kuna watu wengi wanaabudu wasichokijua. Na kujua kuna faida kubwa sana, maana katika kujua ndimo uko ufahamu. Na katika ufahamu maandiko yanasema tunapomfahamu Mungu, basi Mungu anatupa kitu tunapokifahamu. Maandiko yananifundisha hili. Maandiko yanasema katika Warumi 1:28 anasema walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha. Tafsiri yake ni nini? Kumbe kumjua Mungu kunatupa ufahamu, nitakuonyesha baadaye. Na kama kumjua Mungu kunatupa ufahamu, maana yake kumkaribisha Mungu awe na sisi. Lakini inapokuwa kwamba atumfahamu, Mungu anakaa kando. Kwa ufahamu ni kitu cha muhimu sana. Na kumjua Mungu kunatunyima karama, kunatunyima vipawa. Ukisoma story moja katika Yohana sura ya 4, Yesu alikutana na yule mama pale kisimani. Yohana sura ya 4 akamwambia jambo hili. Akasema, laiti ungelijua karama ya Mungu, basi ungeliniomba mimi nikupe maji ya uzima. Yule mama maana yake kama asingeingiliwa na ufahamu fulani, tayari angelikosa maji ya uzima. Asingepata uzima. Kwa hiyo kumwabudu Mungu bila kumjua kunatunyima vitu vingi sana. Kunatuweka mbali na mambo mengi sana. Inawezekana ukaendelea kuabudu lakini ukawa hauna faida na huyo Mungu kwa sababu haumjui. Maandiko yanasema katika Misali sura ya 2 mstari wa 5 anasema, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kwa kumjua Mungu kumeambatanishwa na ufahamu. Lakini pia Misali 9 mstari wa 10, Misali 9 mstari wa 10, maandiko yanasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kwa tunapomcha Bwana, tunapomwabudu Bwana, tunapokuwa tunamtolea Bwana sadaka, tunakuwa na mwanzo wa hekima. Lakini huu mwanzo unatupeleka kumjua Mungu, na kisha tunapata ufahamu. Anasema na kumjua mtakatifu. Nani mtakatifu? Hili ni moja ya jina la Mungu. Mungu anaitwa ni mtakatifu. Hata wale wazee kule wanasema mtakatifu, mtakatifu. Kwa hiyo anasema tukumjua mtakatifu ni ufahamu. Kwa hiyo tunapopata huu ufahamu sasa, ndipo tunaenda kunufaika na yale mambo ambayo tunapaswa kunufaika kwa huyu Mungu. Kwa hiyo niko hapa mpendwa mtazamaji ili kukujulisha Mungu, kukufanya ujulikane na Mungu, kukufanya umjue Mungu katika viwango na level nyingine. Kwa hiyo somo hili linalenga kukupa viwango, kubadilisha mtizamo wako jinsi unavyomfikiri Mungu. Kwa mfano kuna watu wengi sana wamekuwa katika hali ya shida. Yaani wamekuwa kana kwamba si wana wa Mungu. Wanaabudu Mungu lakini ni wanyonge sana. Kwa nini huu unyonge unakuwepo? Kwa nini haya mateso yanakuwepo? Kwa nini huko kutokujiamini kunakuwepo? Kwa sababu ya kutokujua. Kutokujua kumefungamanishwa vitu vingi sana, na kunatufanya tunakosa haki nyingi kama wana wa Mungu. Ni kweli unajijua wewe ni mwana wa Mungu, lakini usipomjua Mungu katika level zake, katika viwango vyake, katika aina zake, tayari kuna vitu unavikosa. Najua tunamjua Mungu majina yake, na wakati mwingine tunayatumia sana vizuri. Na mimi leo siongelei majina ya Mungu, ila naongelea aina za Mungu, viwango katika kutembea na Mungu, namna ambavyo tunaweza tukamnufaika huyu Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunaendelea, baada ya kukupa utangulizi huu, nikukumbushe masomo haya yanapatikana pia katika YouTube channel yangu inaitwa Ufahamu TV. Kwa hiyo nikushauri pia ingia YouTube, subscribe ili uendelee kuwa unapata masomo mbalimbali. Lakini wewe unanitazama kwenye kipindi hiki cha televisheni na mitandao ya kijamii, endelea kuwa nami. Ni Mwalimu Elia. Karibu sana. Nimekupa utangulizi kwa ufupi kuhusiana na kumjua Mungu. Tusome pia Hosea sura ya 6 mstari wa 6. Moja ya hitaji, nilikwambia pale mwanzo kwamba moja ya hitaji la muhimu sana ambalo Mungu anatutaka ni kumjua. Hili ni hitaji kubwa sana, na yeye Mungu mwenyewe amelidai. Anasema kama kuna kitu nataka basi ni kunijua mimi. Hosea 6 mstari wa 6. Hosea 6 mstari wa 6, maandiko yanasema, maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Wakati mwingine tunatoa sadaka, sijasema sadaka ni mbaya, lakini sadaka yako iambatane na kumjua Mungu. Sadaka yako ikiambatana na kumjua Mungu, maana yake sadaka yako utaitoa sadaka bora, sadaka ambayo utamfanya Mungu aitakabali, maana utajua unayemtolea sadaka. Lakini ni hatari sana kutoa sadaka, kuteketeza dhabihu, na unapoteketeza unateketeza kwa Mungu asiyejulikana ambaye umjui. Kwa hiyo Mungu anasema kama kuna vitu nataka, anasema nataka kunijua kuliko sadaka za kuteketezwa. Anasema na maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Hili ni hitaji la muhimu sana la kumjua Mungu. Kwa nini? Utaona huko mbele. Maana tukimjua kuna vitu ambavyo tunavipata. Tukimjua tutamtukuza kama Mungu. Tukimjua tutamuishia kama Mungu. Tukimjua tutamtolea kama Mungu. Hata utoaji wa watu wengine una shida kwa sababu hawajui hata wanemtolea. Ndio maana anaweza akatoa ili mradi. Leo kuna Wakristo, somo hili linalenga kukuondoa katika Mkristo normal Christian na uende kwenye viwango vingine vya Kikristo ambavyo unamjua unayemwabudu. Na hili somo litakusaidia pia. Kuna watu leo wako katika Ukristo ambao wamevamiwa hata na matapeli. Shida ni nini? Kwa sababu hatumjui tunayemwabudu. Maana tungemjua ingetusaidia sana. Lakini Ukristo wake wakati mwingine kuna watu wamevamiwa, kuna watumishi pia ni matapeli leo. Kwa hiyo watu wamekuwa chini ya watu, wamekuwa watumwa wa watu, lakini kwa sababu hawamjui Mungu wanafanywa hata vitu. Unashangaa unasikia story kama hizi katika dunia hii ya leo kwamba watu wamenyoshwa sumu, wameambiwa kwamba ukinywa hii sumu kwamba kuna vitu nitaviua mwilini mwako. Ni kweli Mungu hapa watumishi mafunuo. Sibishani na mafunuo ya watumishi wa Mungu. Hata mimi Mungu ananipa ufunuo, lakini ufunuo ambao unaleta madhara kwa watu ni tatizo. Na hata watu hatumjui Mungu kwamba hata Mungu anatuponyaje. Kwa unakuta watu wamenyeshwa sumu, unasikia katika vyombo vya habari watu kadhaa wamefariki, mchungaji wao baada ya kuonyeshwa sumu kwamba wakinywa hii sumu itaua mapepo. Si kweli. Maandiko yanasema ikiwa natoa pepo kwa chanda cha Mungu, mapepo yanaondoka kwa chanda cha Mungu, kidole cha Mungu. Na kidole cha Mungu sehemu nyingine maandiko yanasema ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu saa nyingine huleta mafunuo, lakini mafunuo yakoje? Haya yote utayapata kama unamjua Mungu. Kwa hiyo usingesikia kesi hizi, kuna watu wameambiwa fanya hiki, baadaye ikatokea mauti. Hata watu wasingefika huko. Maana angelimjua Mungu anayemwabudu. Na kwa kumjua Mungu, Mungu angelikuwa karibu yake. Kwa hiyo hili ni hitaji la muhimu sana. Naomba uandike point hii. Kwamba hitaji la muhimu, moja ya hitaji ambalo Mungu anataka ni kumjua. Anasema hata kuliko sadaka. Anaposema kuliko haina maana kwamba amesema usitoe sadaka. Na siku hapo kuambia usitoe sadaka, utakuwa umenielewa vibaya. Anasema kuliko sadaka. Maana yake kuliko ni neno ambalo linaonyesha kwamba hiki cha kumjua ni cha muhimu sana ukikiambatanisha na kile unachokifanya. Hiki cha kumjua ni bora sana hata kabla hujaitoa sadaka yako. Kwa hiyo kabla hujaitoa, cha kwanza anachotaka kumjua yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kusema haya, nataka niseme mambo machache pia kabla sijafika kwenye kuzichambua aina za Mungu. Andika kama unaandika, andika makundi katika kumjua Mungu. Nataka niongelee makundi kadhaa katika kumjua Mungu. Somo letu linaitwa kumjua Mungu na aina zake. Andika makundi katika kumjua Mungu. Haya makundi yatakusaidia. Yako makundi 3-4 katika kumjua Mungu. Kundi la kwanza ni watu ambao hawamjui Mungu.
Ili kundi linaitwa kundi la wasiomjua. Ndio lile tumelisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 23 hadi wa 24. Paulo alikuta watu ambao wanaabudu, lakini wanaabudu kwa Mungu wasiyemjua. Kwa hiyo hili ni kundi la kwanza, kwamba kuna watu ambao katika hii hali ya kumjua Mungu wao hawamjui kabisa Mungu. Hili ni grupu nazungumza nalo pia. Na hili kundi manake linatakiwa litoke kwenye level hii. Ndio maana Paulo akawaambia hivi kwamba sasa mimi, mstari wa 24, niko hapa kuwahubiri habari za yule ambaye nyinyi mmemwabudu bila kumjua. Na watu wengine wanaweza wakainua hoja hapa, anasema mwalimu, hapa Paulo alikuwa anaongelea miungu ya kipagani. Yule Mungu aliyekuwa anaabudiwa na hilo hekalu alilolikuta linaitwa Areopago kule Athene, alikuwa Mungu wa kipagani, wala sio Mungu yule wa Athene. Maanake hawa watu walikuwa wanamwabudu Mungu huyu mmoja tunayemwabudu, ila katika level au viwango vya kutokumjua. Maana Paulo anasema hivi, basi mimi niko hapa kuwahubiri habari au kuwafundisha habari za yule ambaye nyinyi mmekuwa mkimwabudu bila kumjua. Sasa point ni hii kwamba kama angelikuwa ni Mungu wa kipagani, kumbuka Paulo ni mtume wa Mungu wa kweli. Kwa hiyo Paulo alichokuwa amekigundua katika mafunuo Mungu aliyompa, hawa watu wanamwabudu Mungu. Kwa mfano, kuna watu ambao Mungu watendea mambo makubwa, lakini wamechukua utukufu, wamewapa watu, wamewapa miungu, wamewapa wazazi wao, ndugu zao, miungu ya kwao, mizimu ya kwao. Lakini nani anayefanya yote? Ni Mungu. Unakuta mtu amelindwa, ameepushwa na ajali. Akishatoka kwenye ile ajali salama, anaenda kijijini, anaenda kwenye jiwe, anaenda kwenye mti, anatoa sadaka. Anasema miungu ya kwetu imenisaidia. Lakini bila kujua, utajua kule mbele kuna aina ya Mungu ambayo maandiko nitaiongelea ni aina ya kwanza. Ile aina inaonyesha kwamba kuwa yule ndio Mungu anayetusaidia. Lakini kwa sababu watu hawamjui, wao wamewapa wanadamu utukufu. Amefikiri ya kwamba ni kule kuagwa vizuri na bibi yake alikotamkiwa kule kijijini. Kwa hiyo amerudisha shukrani, badala ya kwenda kanisani, badala ya kwenda madhabahuni na kusema nashukuru Mungu, wewe Mungu wa mbingu na nchi umenilinda. Yeye amerudi, ameenda kwenye mizimu, ameenda kwa waganga, akatoa shukrani. Akafikiri ni ilizi. Kumbe sio ilizi. Hakuna kitu ambacho hakipumui, hakuna sanamu iliyochongwa kwa miti. Chochote ambacho ni mfano wa kilichoumbwa na Mungu akiwezi kumzidi Mungu. Maana Mungu wetu unayemfundisha anaitwa Mungu wa miungu. Kwa hiyo ndiye Mungu ambaye yuko juu ya miungu yote. Kwa hiyo watu bila kujua. Kwa hiyo Paulo kama asingelikuwa Mungu yule wa miungu yote, manake wale watu walikuwa wanamwabudu Mungu yule wa Israeli, Mungu yule wa Yakobo, wa Isaka, yule wa Ibrahimu. Walikuwa wanamwabudu the same God kama Paulo. Ndio maana Paulo anawaambia sasa mimi niko hapa niwafundishe habari za huyu ambaye nyinyi mnamwabudu bila kumjua. Kumbe walikuwa wanamwabudu Mungu anayemwabudu Paulo, ila wao hawamjui. Wamekosa level fulani, kiwango fulani cha ufahamu. Kwa hiyo kundi la kwanza ni wasiomjua Mungu. Wanatakiwa wafanyeje? Manake baada ya somo hili Mungu akupe kumjua, umfahamu unayemwabudu. Maana ukimfahamu utamwabudu vizuri, utamtukuza. Lakini kundi la pili la watu ambao katika makundi ya kumjua Mungu, hao wanaitwa wanaomjua Mungu ila hawamtukuzi kama Mungu. Wanamjua Mungu ila hawamtukuzi kama Mungu. Kuna kundi la watu hili. Sio watu wote hawamjui Mungu. Watu wanamfahamu Mungu. Na wala siko hapa kwamba mimi ndio namjua Mungu. Mimi na wewe tuko tunajifunza. Mungu amenipa ufunuo ambao mimi umenifundisha na wewe pia tunajifunza. Ili kundi la pili, hao wanamjua Mungu ila hawamtukuzi kama Mungu. Warumi sura ya kwanza na mstari wa 21. Nitakusomea kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 21. Ili kundi linaitwa wanaomjua Mungu ila hawamtukuzi kama Mungu. Kundi la kwanza hawamjui Mungu. Wao pameandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Unknown God, Mungu asiyemjua, hawamjui kabisa. Lakini kundi la pili wamefanikiwa kumjua ila hawamtukuzi kama Mungu. Warumi 1:21 maandiko yanasema, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Ujinga. Lengo la ufahamu ni kutondolea ujinga.
Na ujinga huu unaotiwa giza, moja ya mtu anayefanya kazi hii, maandiko yanasema katika Wakorinto wa kwanza 4:4 ya kwamba shetani, mungu wa dunia hii, huwa amepofusha fikra, maana ametia giza ili watu wasizukiwe na nuru ya Kristo. Kwa hiyo Paulo anasema kwa ujinga ambapo fikra zao zimetiwa giza. Kwa kuna giza wale linawaingia watu, wanashindwa kumjua Mungu, lakini wengine wanamjua Mungu, wanashindwa kumtukuza kama Mungu. Ufahamu huu utakuondoa kwenye ujinga, utakuondoa kwenye ignorance. Maana tunapokosa maarifa huwa tunajaa ujinga. Ukisoma lile andiko la Hosea 4:6 linaposema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwenye Biblia zingine za Kiingereza zinaongelea ignorance. Kwa hiyo maarifa yanapokosekana, ujinga ndio unakuja, unamvaa mtu. Kwa hiyo Paulo anasema kwa nini hawa watu wamemjua Mungu ila wamtukuzi kama Mungu? Kwa sababu kuna uzushi na mioyo yao imetiwa ujinga, ambao ujinga huo umetiwa giza. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hili kundi la pili wanamhitaji kumfahamu Mungu, na wao wanamjua Mungu, lakini shida yao wamtukuzi kama Mungu. Nilikuwa nimekwambia msikilizaji na mtazamaji wangu kwamba katika Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4 maandiko yanasema mungu wa dunia hii amepofusha fikra. Ngoja nikusomee ile andiko pia, kwa sababu mimi ni mwalimu. Nisikuache. Mwanzo nilisema Wakorinto wa kwanza, hapana, ni Wakorinto wa pili 4:4. Wakorinto wa pili 4:4 maandiko yanasema ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili. Nilikuwa naongelea lile giza lililosemwa kwenye Warumi, ambao tunaliona hapa kwamba shetani huwa ambaye yeye anaitwa mungu wa dunia hii. Nitaongelea baadaye ninapokuwa naongelea aina za Mungu. Na ukijua manake utajua. Na kwa hiyo wale watu kwa nini hawamtukuzi Mungu japokuwa wanamjua Mungu? Kwa sababu kuna ujinga, wametiwa giza. Nani anayefanya kazi ya kutia giza? Wakorinto inasema mungu wa dunia hii huwa amepofusha fikra zao, amezitia giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kundi la tatu ambalo nitalizungumzia linaitwa wanaojulikana na Mungu. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 8 na wa 9. Wanaojulikana na Mungu. Kwa hiyo ukiangalia katika makundi haya, maana yake ni nini? Mtu anapotoka katika hatua ya kutokumjua Mungu, maana yake anafika kwenye hatua ya pili ya kumjua Mungu, ambayo tumeiona kwenye Warumi 1, na anapomjua Mungu anamtukuza kama Mungu. Akifanikiwa kumtukuza kama Mungu, anaenda kwenye hatua ya tatu, anajulikana na Mungu. Kwa ndio maana nikwambia mwanzo kwamba lengo la somo hili ni kubadili mtizamo wako juu ya Mungu, lakini kuongeza kukupa dimension nyingine katika kumjua Mungu. Unaposema dimension ni neno ambalo linatumika kwamba ni viwango katika kina, upana na marefu. Yaani lengo la somo hili kukupa upana katika kumjua Mungu, urefu na kina katika kumjua Mungu. Kwa hiyo ndio maana kundi la tatu tunasema wanaojulikana na Mungu. Lakini utajulikanaje na Mungu? Lazima uanzie kwenye hatua ile ya pili. Umjue, alafu ufanikiwe kumtukuza kama Mungu. Unapomtukuza kama Mungu, unafika katika kujulikana naye. Wagalatia sura ya 4 na ule mstari wa 8 na wa 9. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 8 na wa 9. Maandiko yanasema, Wagalatia 4, na najua una Biblia yako, soma pamoja nami hapo. Wagalatia sura ya 4 na ule mstari wa 8 hadi wa 9. Maandiko yanasema, lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu. Ndio lile kundi la kwanza ambalo halikumjua Mungu. Katika hii tu Wagalatia 4 kuna makundi matatu yote niliyoyataja, kwamba kundi la wasiomjua Mungu ambalo wanaabudu kwa Mungu asiyejulikana. Lakini kundi la pili wanamjua ila wamtukuzi kama Mungu, ambao tumeliona Warumi 1:21. Na kundi la tatu ni wanaojulikana na Mungu. Yote yako hapa kwenye Wagalatia 4:8. Anasema lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu. Kumbe kuna nyakati ambazo huwa tumjui Mungu. Kwa mfano, nyakati zipi? Kuna wakati ambao kabla ya kuokoka, kabla hujampokea Yesu, huu pia ni wakati ambao tumjui Mungu. Tena maandiko yanasema yanazita ni zamani za ujinga. Ambayo maandiko yanasema zamani zile za ujinga Mungu alijifanya azioni, lakini sasa anawaagiza watu watubu.
Kwa hiyo kuna zamani, anasema wakati ule kwa kuwa mkumjua Mungu. Ni wakati upi? Ule kabla tujaokoka tulikuwa tujamjua Mungu. Lakini ni wakati upi ambao unakuwa tujamjua Mungu? Ni pale ambako hatumtukuzi kama Mungu. Tumeokoka lakini tuko kanisani tunamwabudu bila kumjua. Kuna nyakati hizo. Anaenda kusema mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Kwa hiyo vitu ambavyo mlivifanya, mambo ambayo mliyafanya, mambo ambayo mliyatumikia, mambo ambayo mliyaendea kwa asili hayakuwa miungu. Na kwa sababu mliyatumikia na si miungu, maana yake hauwezi kunufaika na ule uungu. Unaweza ukaona kuna hasara katika kuto kumjua Mungu. Anasema mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Neno hili miungu linaweka wingi. Utakubaliana nami, ndio maana nasema kuna aina za Mungu. Maana yake kuna wengine anabishana moyoni mwake kwamba how God anaweza kuwa katika aina, kinds, types. Yes, kuna aina. Na hata hapa maandiko yanasema mliwatumikia hao kwa asili sio miungu. Maana yake Paulo anawaambia Galatia nini? Maana yake walitakiwa wawatumikie ambao kwa asili ni miungu. Sasa mingapi kwamba tunajua Mungu mmoja, kwa nini tena iwe miungu? Hapa ndipo kuna aina, kuna viwango, kuna level. Mungu ni mmoja, lakini ni yeye katika yote. Tutanielewa baadaye. Anasema bali sasa mkisha kumjua Mungu. Ndio kundi lile la pili ambao wao wanamjua Mungu, ila tatizo lao tu hawamtukuzi kama Mungu. Anasema hao zaidi kujulikana na Mungu. Ndio kundi la tatu sasa, ambao hawa ni kundi ambao wanajulikana na Mungu. Lakini nimekuambia utatokaje hizi level? Manake kwanza utoke katika ule ujinga uliotuagiza, umjue. Ukishamjua umtukuze kama Mungu. Ukishamtukuza unafika kwenye level inaitwa kujulikana na Mungu. Tutaiongelea huko. Wakati naendelea na somo nitagusia kujulikana na Mungu. Ndipo anasema kwa nini sasa kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge yenye upungufu ambayo mnataka kuyatumikia tena?